Hali ya mabadiliko ya tabia ya nchi imekuwa ikisababisha miundombinu yetu kwa kiasi kikubwa kuathirika, na hii inatokana na mvua ambazo zimekuwa zinanyesha, ambazo zimekuwa ni kubwa kupindukia. Ni ukweli usiopingika kwamba katika miaka ya karibuni, wote tunafahamu, wanaofahamu historia, kwamba kumekuwepo na mvua ambazo ni kubwa kuliko zilizokuwa tumezizoea. Zaweza kuwa ni mvua za muda mfupi, lakini ni kubwa sana, na mvua hizo kubwa sana zinazonyesha kwa mara moja huleta madhara kama mlivyoona na mnavyoona katika maeneo mbalimbali, sio kwa miundombinu tu ya barabara, bali hata na miundombinu kwa ujumla wake. Na ili kukabiliana na hali hii, TANROADS imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za mahususi katika kurejesha mawasiliano pale yanapokuwa yamekatika, na ikiwa ni pamoja na mpango huu ambao nilieleza wa kutenga miradi ya dharura kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mawasiliano yanarejeshwa pale yanapokuwa yamekatika, lakini pia yanaimarishwa baada ya mvua hizo ambazo zimeleta madhara. Na hatua zingine tunazokabiliana nazo, tukumbuke kwamba mabadiliko ya tabia ya nchi na hatua za kutatua sio mpango wa taasisi moja, na taasisi moja haiwezi kufanikisha jukumu au jambo hilo. Ni swala mtambuka, kwa sababu kwa kiasi fulani inachangiwa pia na uharibifu wa mazingira, pamoja na kama nilivyosema, mabadiliko ya tabia ya nchi, kuongezeka na joto na kwa mvua kwa kiasi kikubwa. Kwa kutambua hivyo, pia na sisi tumekuwa pia tunashiriki katika mchango huu wa kutatua changamoto hizi kwa ujumla wake, ikiwa ni pamoja na mpango wa uoteshaji au upandaji wa miti, ambapo kupitia mradi maalum tulio nao, tuna mradi maalum ambao unasimamiwa na wakala wa barabara TANROADS, ambao tumepanga kuotesha miti zaidi ya milioni 2 katika jiji la Dodoma. Hii ni katika kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya tabia ya nchi katika nyanja nzima ya kuboresha mazingira. Hatua zingine ni pamoja na kuhakikisha pia kwamba tunaendelea kuboresha usanifu ili kwamba kuendana na hali ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Na changamoto nyingine tunayokubaliana nayo ni pamoja na ukuaji wa miji kwa kiasi kikubwa, ambapo ukuaji wa miji umesababisha kuwepo na ongezeko kubwa sana la miundombinu, kutokana na kwamba ukuaji wa miji unaendana na ongezeko la watu na uhitaji mkubwa wa miundombinu ya barabara, na kupelekea misongamano katika baadhi ya miji na majiji. Katika kukabiliana na changamoto hii ya msongamano katika miji na majiji, serikali kupitia TANROADS imekuwa inichukua hatua mbalimbali, ikiwepo ni pamoja na kujenga miradi mahususi kwa ajili ya kukabiliana na msongamano wa magari, ikiwepo miradi ya BRT katika jiji la Dar es Salaam, ambapo unatekelezwa kwa awamu 5 ili kwamba kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto za usafiri na usafirishaji katika jiji la Dar es Salaam. Katika kipindi hiki, TANROADS imeendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya barabara yenye takriban kilomita 5769 na ipo katika hatua mbalimbali, ambapo takriban kilomita 1495 zimekamilika na takriban kilomita 3677 zinaendelea kujengwa. Kwa ujumla kuna takriban miradi 79 mikubwa ya barabara na madaraja ambayo inaendelea kutekelezwa nchini, ambayo ina thamani ina gharama ya zaidi ya trilioni 6 kwa lengo hilo la kuhakikisha kwamba miundombinu inaendelea kuboreshwa na kuimarishwa. Na sambamba na uwekezaji huo mkubwa unaowekwa katika kutanua mtandao wa barabara na kuzimarisha kwa kujenga kwa kiwango cha lami na kujenga madaraja kwa ajili ya kuhakikisha pia usafiri unaimarika, pia serikali inaendelea kutenga kila mwaka takriban zaidi ya shilingi bilioni 500 kwa ajili ya matengenezo ya barabara na madaraja kila mwaka kupitia mikoa yote nchini. Na